Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta pamoja na Lamu. Tuseme tu ni eneo zima la pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, ikisikika pia maeneo ya kaskazini ya Zambia na kule Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo, ikiwikia 93.8 FM na ambayo inapatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia, na pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Hili ni jukwaa la waandishi ambalo hukujia kila Ijumaa, ambapo mimi na wanahabari wenzangu huzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara Afrika. Hii leo tunajadili umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kufuatia ziara ya marais wa Uganda, Rwanda na Kenya ndani ya nchi ya Tanzania. Ni ziara ambazo zimevuta hamasa na hisia mchanganyiko, hasa kutokana na namna ambavyo viongozi hawa walivyowasili kwa kipindi kifupi, wakati ambapo pia bado sokomoko yale yaliyojiri mwaka uliopita kuhusiana na uchaguzi wa Oktoba 29. Msingi wa ziara hizi ni matukio ya Oktoba 29 ambapo uchaguzi wa Tanzania ulikabiliwa na vurugu na mauaji. Utakumbuka pia alipokuwa akiapishwa Rais Samia, sio viongozi wote wa kanda hii walozuru au walofika kumpa kongole. Kwa namna moja ama nyingine, ziara za viongozi hawa watu wanahisi kwamba pengine ni hata kusafisha jina la Tanzania, kwa sababu viongozi katika ngazi ya marais wanapoitembelea nchi, kuna vitu fulani vinabadilika katika swala zima la sura pamoja na haiba ya nchi yenyewe katika medani za kimataifa. Ni hilo tu, lakini pengine watu hawawezi kujua labda marais walizungumza vitu gani. Lakini kwanza nampisha mwenzangu Edith Peter akiwa Dar es Salaam kwa taarifa za habari. Kigali, Rwanda. Mwimbaji wa Rwanda Aimabo Karasira amefariki dunia alipokuwa akiachiliwa kutoka gerezani mjini Kigali, kwa mujibu wa huduma ya magereza Rwanda RCS. RCS ilisema Karasira alifariki katika hospitali ya Nyarugenge baada ya kudaiwa kutumia kiwango kikubwa cha dawa zake alizoandikiwa na madaktari. Msemaji wa RCS Hilali Sengabo alisema baadaye kuwa Karasira alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, shinikizo la damu pamoja na matatizo ya afya akili, huku uchunguzi wa maiti ukitarajiwa kufanyika. Hata hivyo, baadhi ya wakosoaji wa serikali wameeleza mashaka kuhusu mazingira ya kifo hicho na kutaka kufanyika kwa uchunguzi huru. Karasira mwenye umri wa miaka 48 alikuwa maarufu kupitia video zake za YouTube ambapo alikosoa serikali ya Rwanda pamoja na chama tawala cha RPF. Alikamatwa mwaka 2021 na mwaka 2025 alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kosa la kuchochea mgawanyiko. Mahakama Kuu ya Rwanda mwaka jana alimuondolea mashtaka mengine yaliyokuwa yanamkabili, ikiwemo kuchochea vurugu za umma, kuhalalisha mauaji ya kimbari na kukanusha mauaji ya kimbari. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha TV1 Rwanda, msemaji wa RCS alisema Karasira alikuwa akisindikizwa kutoka gerezani majira ya saa 8 au saa 9 mchana Jumatano alipoongeza doze nyingine ya dawa zake. Kwa mujibu wa msemaji huyo, maafisa wa gereza walichukua dawa hizo kutoka kwake, lakini hatua hiyo ilichelewa. Abuja, Nigeria. Jeshi la Nigeria limewaokoa watoto 7 pamoja na wanawake 2 waliotekwa nyara na watu wenye silaha katika kituo cha watoto yatima mwezi uliopita katika eneo la kaskazini mwa kati mwa nchi hiyo. Mamlaka za jimbo la Kogi State zilisema watu wenye silaha walivamia kituo cha watoto yatima cha Kiislamu kilichokuwa kinaendeshwa kinyume cha sheria katika eneo la mbali la Lokoja, mji mkuu wa jimbo hilo, Aprili 23 na kuwateka wanafunzi 23. Kati ya waliotekwa, wanafunzi 15 waliokolewa mara moja
moja. Msemaji wa jeshi Hassani Abdurahi alisema wanajeshi waliwakamata na kuwaokoa watu 9 kati ya waliotekwa ndani ya eneo la msitu katika jimbo hilo. Waliookolewa ni wavulana 5, wasichana 2 pamoja na wanawake 2 watu wazima wanaoaminika kuwa wake wa mmiliki wa kituo hicho cha watoto yatima. Taarifa hiyo inaashiria kuwa huenda bado mwanafunzi mmoja hajapatikana, ingawa jeshi alikueleza iwapo kuna mtu mwingine ambaye bado hajulikani alipo. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na shambulio hilo hadi sasa. Wachambuzi wanasema makundi yenye silaha hushambulia shule na kuwateka wanafunzi kwa kuwa matukio hayo huwavutia watu wengi na kusaidia kupata fedha kubwa za fidia. Mamia ya wanafunzi wamewahi kutekwa nchini Nigeria katika miaka ya karibuni. Cape Town, Afrika Kusini. Serikali ya Afrika Kusini imekemea kusambazwa kwa kile ilichokiita video na picha za uongo ambazo zimekuwa zikielezwa kuwa ni matukio ya mashambulio dhidi ya raia wa kigeni nchini humo. Hatua hiyo inakuja wakati mvutano wa kidiplomasia ukiongezeka kati ya Afrika Kusini na mataifa mengine ya Afrika kutokana na madai kuwa vurugu za chuki dhidi ya wageni zimeongezeka tena nchini humo. Serikali ya Ghana imeandika barua kwa African Union ikitaka ijadili suala hilo, ikisema ni hatari kubwa kwa usalama na ustawi wa Afrika waliopo Afrika Kusini. Nigeria pia imezungumzia swala hilo na kutoa ofa ya kuwarejesha nyumbani raia wake kutokana na hofu ya kushambuliwa. Mataifa ya Kenya, Malawi, Lesotho na Zimbabwe nayo yamewaonya raia wao waliopo Afrika Kusini kuwa waangalifu dhidi ya mashambulizi yanayoweza kutokea. Shinikizo hilo limeongezeka baada ya video zilizosambazwa mtandaoni wiki 2 zilizopita kuonyesha makundi ya walinzi wa kujichukulia sheria mkononi wakinyanyasa watu waliodhaniwa kuwa wanaishi Afrika Kusini kinyume na sheria. Maelfu ya Waafrika Kusini wamekuwa wakiandamana katika miji mikubwa siku za hivi karibuni wakitaka wahamiaji haramu wafukuzwe nchini humo. Waandamanaji hao wamedai kuwa uhamiaji haramu unachangia kuongezeka kwa ukosefu wa ajira, matatizo ya makazi pamoja na uhalifu. Shukran sana Edith ukiwa pale Dar es Salaam, na moja kwa moja tunaingia kwenye jukwaa ambapo katika miezi ya karibuni marais wa Uganda Yoweri Museveni, rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Kenya William Ruto wote walikita kambi nchini Tanzania. Ziara za marais wote hawa zilionekana kuvutia zaidi kuimarisha uchumi na masuala ya diplomasia. Rais Samia Suluhu Hassan hajaonekana kufanya ziara kwa mataifa matatu jirani tangu kuapishwa kwa awamu ya pili kama kiongozi wa Tanzania. Ziara hizi zimejiri wakati pia Tanzania ikijaribu kusafisha doa lililotokana na machafuko ya baada ya uchaguzi. Wafuasi wa upinzani waliandamana kupinga utaratibu wa uchaguzi wakitaka sheria hiyo kufanyiwa marekebisho. Dodoma ilikosolewa vikali kimataifa kutokana na jinsi vyombo vya usalama vilivyowakabili wafuasi wa upinzani na raia waliojipata katikati ya maandamano. Je, ziara hizi za marais wa Afrika Mashariki ni juhudi mpya za Tanzania kuimarisha sifa yake, ni muungano mpya wa kiuchumi na diplomasia, au ni nguvu mpya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki? Kuvalia njuga mjadala wa leo tutakuwa na wenzangu kutoka nchini Kenya, tunaye Shisia Wasilwa. Nchini Tanzania tuna mwanahabari George Njogopa, na kule Rwanda tutakuwa na Silvanus Karemera. Karibuni sana wanahabari wetu, mko vipi? Usalama na asante kwa mjadala wa leo. Haya basi, moja kwa moja tunaanza, na nadhani kwamba tutaanza na swali la kijumla tu ambalo pengine wengi wangetaka kujua. Labda kwa mtazamo wenyu, kulingana na nchi uliko kwa hivi sasa, mnasemaje kuhusu ziara hizi za marais katika wakati tofauti ndani ya nchi ya Tanzania? Labda tukianza na mwenyeji ambaye ni George Njogopa, wenyeji wanasemaje kuhusu ziara hizi? Zinaonekana za kawaida? Ni ziara ambazo zimevuta hamasa na hisia mchanganyiko, hasa kutokana na namna ambavyo viongozi hawa walivyowasili kwa kipindi kifupi, wakati ambapo pia bado sokomoko yale yaliyojiri mwaka uliopita kuhusiana na uchaguzi wa Oktoba 29. Ingawa kwamba viongozi hao wamekuja na ajenda mbili. Kwanza ni kuhusu kuimarisha uhusiano wa kibiashara na swala lingine ni la kidiplomasia. Lakini upande wa pili, hata wadadisi wa mambo, wakosoaji wanajaribu kutizama kwamba pengine serikali sasa, baada ya kutulia kwa muda mrefu, kuanzisha juhudi za kidiplomasia kurejesha uhusiano ambao haukuyumba, lakini kwa sababu manchi jirani zilijiweka kando kidogo baada ya hali ya matukio, sasa inaanza kuamka, kujiweka sawia na kukabili changamoto
nyingine duniani, kwa sababu bado inakosolewa kwa kiasi kikubwa katika siasa za kimataifa, hasa katika madola ya Ulaya Magharibi huko, lakini kwa nchi za Afrika naona sasa tayari mlango ushafunguka, na hivyo ndivyo inavyozungumzwa kwamba Tanzania sasa inaanza kujichomoza taratibu baada ya kukabiliwa na hali ngumu wakati iliyosababishwa na uchaguzi uliopita. Naam, shukran sana kwa wazo hilo Njogopa, na kuiweka sawa kuhusiana na mtazamo wa ndani inavyotazamwa ziara hizi za marais. Shisia Wasilwa, rais wa Kenya, ndio ameondoka, amekuwa wa mwisho kuondoka juma hili. Labda Wakenya wanasemaje kuhusu ziara hizo, na labda pengine kwa jicho la kutoka ndani ya Kenya, ziara hizo zimeonekana vipi, hususan ziara ya Rais Ruto kijumla? Msingi wa ziara hizi ni matukio ya Oktoba 29 ambapo uchaguzi wa Tanzania ulikabiliwa na vurugu na mauaji. Utakumbuka pia alipokuwa akiapishwa Rais Samia, sio viongozi wote wa kanda hii walozuru au walofika kumpa kongole. Kwa hiyo ziara hizi, moja ni kujaribu kujisafisha, lakini pia kujaribu kuvutia wawekezaji na kunadi Tanzania kama nchi iliyotulivu. Msingi mkuu wa mvuto huu upo katika rasilimali zake za gesi asilia zinazofungua milango ushirikiano wa nishati kwa majirani wanaotafuta mbadala wa uhakika na nafuu. Tunafahamu kinachoendelea katika Mashariki ya Kati, hivyo vita ambavyo vinaendelea kati ya Iran, Marekani na Israel. Unaona kwamba nishati au petroli imekuwa ni ghali. Kwa hiyo lazima viongozi wa kanda hii waje pamoja na kutafuta mbinu za kukabiliana na swala hilo, na Tanzania inaonekana kuwa na rasilimali hizo. Nirudi kwako Karemera, na labda kwa swali hili utashika swala la rais ziara Uganda, halikadhalika rais ziara Rwanda. Labda watu wanasemaje kwa jicho la ndani ya nchi hizi? Mtazamo wa ziara za marais umeonekana kivipi? Asante Anne, nadhani ziara hizi zimepokelewa kwa namna zaidi ya moja, tuseme namna ya mseto, kwa sababu ukija kuangalia wakati huu ni kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki katika miaka hivi karibuni ilikuwa ni kwa namna moja ama nyingine ni kama vile imedorora katika utekelezaji wa itifaki mbalimbali za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Zipo itifaki ambazo zilikuwa zimeshaanza kuendelea vizuri tu, sana sana ushuru wa forodha na maeneo mengine, lakini itifaki kwa mfano kuhusu mambo ya fedha, kuwa na sarafu moja pamoja na shirikisho la kisiasa, bado ni kama hazijapatiwa ufumbuzi mpaka sasa hivi. Lakini pamoja na hayo, lakini pia kuna matatizo hapa na pale, matatizo ya kisiasa, matatizo ya kiusalama na kadhalika. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine, Jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki kumekuwepo na matatizo. Kwa hivyo baadhi wanachukulia kwamba ziara za viongozi hawa katika nchi ya Tanzania kwa wakati mmoja ni kwa namna moja ama nyingine zilinuia kuweza kuhuisha jumuiya na kurejea katika misingi yake ya zamani. Lakini pia kuna hali nyingine ambayo watu wanaichukulia kama huenda ilikuwa ni sehemu kwa sababu Tanzania imekuwa na amani, imekuwa ni nchi yenye usemi mkubwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu ni miongoni mwa nchi waasisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tokea mwaka 1967. Lakini tumeshuhudia mwaka uliopita sana sana katika uchaguzi wa Oktoba 29 Tanzania ikikumbwa na misukosuko, sana sana maandamano ya vijana ambayo yalifanyika na kupelekea idadi ya watu kuuawa pale Tanzania, lakini pia hata Kenya sana sana maandamano ya vijana. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine ziara za viongozi hawa watu wanahisi kwamba pengine ni hata kusafisha jina la Tanzania, kwa sababu viongozi katika ngazi ya marais wanapoitembelea nchi kuna vitu fulani vinabadilika katika swala zima la sura pamoja na haiba ya nchi yenyewe katika medani za kimataifa. Ni hilo tu, lakini pengine watu hawawezi kujua labda marais walizungumza vitu gani walipokutana ana kwa ana, lakini katika wigo mpana ni katika maeneo hayo. Na bila shaka ni mtazamo tofauti na mtazamo ambao unaongeza ladha ya mjadala wa leo. Turudi kwako George Jogopa, na tunazungumza kuhusu mvuto wa kidiplomasia pale pale ambapo Silvanus Karemera ameanza mvuto huu kuosha jina na kadhalika. Tanzania imetoka kwenye kipindi cha kujichimbia na sasa inakumbatiwa na majirani wote wakubwa ambao walikuwa wamenyamaza kwa muda. Je, miundombinu ya kule Tanzania kwa mfano SGR na bandari iko tayari kuhimili presha ya mahitaji ya nchi hizi tatu kwa mpigo? Bila shaka kama nimepata uzuri, unajaribu kuoanisha kuwepo kwa miundombinu hii na ujio wa viongozi hawa. Katika hilo, hawa viongozi wakija Dar es Salaam ama wanapotua Dodoma, mara nyingine Dar es Salaam, mara zote wanakwenda moja kwa moja Ikulu. Kwa hivyo
kwa kiasi kidogo sana wanahusika na miundombinu inayohitajwa ya bandari, ya kuwepo kwa usafiri wa train ya mwendo kasi SGR, ambayo kwa kiasi kikubwa inawatumia wananchi wa kawaida hata viongozi wenyewe. Hai inajitokeza panapojitokeza mikutano mikubwa, ambapo kwa sababu Dodoma bado haina uwanja mkubwa kuweza kuchukua wageni katika uwanja wa ndege, lakini watawajibika kuja Dar es Salaam na kisha kuchukua usafiri wa train. Lakini kwa ujumla bado Dar es Salaam, Dodoma imehimili, ina mwendo kasi wa kutosha, waje wageni wa aina mbalimbali, uwezo wake kuhimili ni mkubwa, na hivi sasa kumekuwa na upanuzi mkubwa unaoendelea katika bandari ya Dar es Salaam, na ndio maana mara zote rais wa Rwanda anapofanya ziara hapa Tanzania, moja kipaumbele chake anachokitaja ni bandari ya Dar es Salaam, na hivi karibuni nchi hizi mbili zimekubaliana kuweka bandari ya nchi kavu ambayo itakuwa mahususi kwa Rwanda. Na kama hii haitoshi, pia hata Zambia pia ametengewa eneo ambalo wataweka nchi kavu bandari yao kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa zinazotoka nje kupitia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hivyo kwa jumla Tanzania iko tayari kwa katika sekta ya miundombinu, kwa sababu imejiandaa vya kutosha na inaendelea kuboresha miundombinu yake. Hapo ulipomalizia ndipo nitamshirikisha Silvanus, kwa sababu umezungumza kuhusu pia jinsi ambavyo Rwanda imeendeleza mdahalo huu kuhusiana na SGR. Silvanus, Rwanda inategemea sana SGR ya Tanzania kufika Kigali. Je, wanahabari wa Rwanda wanaona kasi ya ujenzi upande wa Tanzania inaridhisha kulingana na mahitaji yao ya haraka ya kibiashara? Naam, taarifa za SGR ni kwamba zilipokelewa kwa namna nzuri tu, lakini hata hivyo ukija kuangalia ni kwamba mradi huu wa SGR umekuwepo kwa muda, kwa sababu pengine labda sikumbuki ni mwaka gani, lakini kumekuwepo na makubaliano kwamba tokea ilivyoanza kujengwa reli hii ilikuwa na mpango kwamba ifike hata Rwanda, lakini baadaye katikati hapo ikaja kupotea, hatukujua kimetokea kitu gani. Sasa marais walivyozungumza na kutangaza kwamba kumbe mpango huu sasa unakwenda kutekelezwa, watu walipokea kwa hisia kwa kweli ya furaha, lakini pia wengine kwa umakini mkubwa, kwa sababu hawajui, je, kauli za mwanzo za kuwepo kwa SGR zilipotelea wapi, na je, kauli hizi za marais wakati huu zina uhakika gani kuweza kuhakikisha kwamba sasa huu ujenzi unafikia mpaka Kigali, kwa sababu huu ni mradi mkubwa unayohitaji pesa. Kwa hivyo niseme tu kwamba tu kwa ujumla wake watu walifurahi, ndio, lakini kwa hisia tofauti, kwa sababu wapo wanaoamini kwamba huu ni mradi mzuri, lakini wapo wasioamini kwamba utakuja kutekelezwa, kwa sababu hata awali ulikuwa umeshazungumzwa, lakini bahati mbaya ni kama haukutekelezwa. Nirudi kwako Shisia Wasilwa, ukiwa Kenya, tuzungumze kuhusu soko la nishati. Hotuba ya Rais Ruto bungeni imesisitiza ushirikiano wa nishati, yani gesi na mafuta. Je, nchi ya Kenya sasa imekubali rasmi kuwa Tanzania ndiyo mshirika wake muhimu zaidi kiuchumi kuliko washirika wa nje? Hotuba ya Rais William Ruto kuhusu ushirikiano wa gesi na mafuta haimaanishi moja kwa moja kwamba Kenya imeibuka na kuifanya Tanzania kuwa mshirika wake mkuu kuliko wote wa nje. Kinachoonekana zaidi ni mkakati wa kupanua vyanzo vya nishati na kupunguza utegemezi wa soko la mbali, hasa Mashariki ya Kati. Tanzania ina faida ya kijiografia na rasilimali ya gesi asilia, hivyo ni mshirika wa kimkakati wa karibu. Hata hivyo, Kenya bado ina mahusiano muhimu na nchi za Ghuba na masoko ya kimataifa ya mafuta. Ushirikiano huu ni wa kikanda chini ya mfumo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo si kubadilisha mshirika mkuu, bali ni kuongeza uzito wa Tanzania katika hesabu ya kiuchumi ya Kenya. Ushindani wa bandari kwa muda mrefu, bandari ya Mombasa na bandari ya Dar es Salaam zimekuwa katika ushindani wa kuvutia nchi za bara kama Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini. Nchi zote zinatambua kuwa ushindani mkali unaweza kuharibu biashara ya kikanda, lakini pia kuna mwelekeo wa kushirikiana kwenye miundombinu. Lakini pia mbinu ya kimkakati ya Kenya inataka kudhibiti ushawishi wake katika soko la ndani. Badala ya kushindana kwa gharama kubwa, inaingia kwenye ushirikiano au ubia ili isiachwe nyuma. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka msikilizaji, tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo haya. Mimi ni Anne Ngugi.
Moja kwa moja pia nikukumbushie kuhusiana na redio washirika ambao tunashirikiana nao ili kuhakikisha kwamba matangazo haya yanaenda mbali na kukufikia wewe ulipo. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia inasikika baadhi ya mikoa ya nchi jirani kama Burundi pamoja na baadhi ya maeneo huko Uvira. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM, redio inayosikika pale mji wa Johannesburg kila siku na pia inapatikana kwa masafa marefu. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda, na vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Tunaendelea na mdahalo wetu jukwaa la waandishi. Hii leo tunaangazia ziara ya marais wa Uganda, Kenya na Rwanda nchini Tanzania, na tunahoji ni juhudi za kidiplomasia, kiuchumi au kuimarisha jumuiya ya Afrika Mashariki. Turudi kwako Njogopa, ukiwa Tanzania, ambaye imekuwa mwenyeji wa haya yote. Manufaa ya ndani, je, ziara hizi zina tafsiri gani kwa mfanyabiashara wa kule Kariokoo au mkulima wa mpunga kule Mbeya, mbali na hotuba nzuri za kidiplomasia? Naam, kama ulivyosema, ni hotuba nzuri za viongozi wa kisiasa mara zote wanapokuwa katika majukwaa ya kisiasa ama wanapofanya ziara katika maeneo ya kimkoa au taifa moja kwenda taifa jingine. Kuna tafsiri za aina mbili. Kwanza, mwananchi wa kawaida bado anahisi kwamba ugumu wa maisha haujaondoka kwa maneno matupu ya kutoka ikulu ya Magogoni ama ikulu ya Chamwino kwa kuwakaribisha viongozi. Lakini katika upande wa pili, hotuba hizi zinajaribu kuashiria pengine kuna mafungamano yatakayofungua milango katika siku za usoni. Kwa mfano, katika ziara yake, Rais William Ruto aligusia namna ambavyo mataifa haya mawili yalivyoweka shabaha pamoja kuunganisha reli ya pamoja itakayokwenda moja kwa moja Singida mpaka Mombasa. Reli hii itaunganisha pia mpaka kuelekea huko Rwanda. Kwa haraka utaona kama vile ni ndoto za linacha, lakini mambo yatapowadia na utekelezaji ukaonekana dhahiri shairi, hayo yatakuwa na faida kubwa kama yanavyoshuhudiwa wakati huu ambako wananchi wananufaika kwa kiwango kikubwa na uwepo wa reli hii iliyoanzia Dar es Salaam inaelekea Dodoma mpaka kuelekea katika mikoa mingine. Kwa hivyo kwa haraka mwananchi anasema haya ni maneno ambayo kila siku wanasiasa wanayajadili na ni kadhia kwetu, lakini kwa hali jumla katika siku za usoni wanaweza kufaidika. Kwa hivyo ni swala la ngojea pale. Kwa muda mrefu, Shisia Wasilwa, kumekuwa na ushindani kati ya bandari ya Mombasa na Dar es Salaam. Je, ziara hii ni ishara ya usalama wa kibiashara, kwa kimombo tunasema truce, au ni mbinu mpya ya Kenya kuhakikisha haipotezi soko la kijumla Interland? Ni kweli Tanzania mara nyingi huonekana kuwa na utulivu wa kisiasa wa juu ukilinganisha na kulinganua na Kenya. Kwa hivyo inawezekana Rais Ruto anaona umuhimu wa kupunguza mvutano wa kisiasa. Anatafuta mifano utawala unaoleta uthabiti wa muda mrefu, lakini kuna tofauti kubwa. Mosi, Kenya ina mfumo wa kisiasa ulio wazi zaidi na ushindani mkali wa vyama. Kwa upande mwingine, Tanzania ina historia ya udhibiti mkubwa wa kisiasa na chama tawala chenye nguvu cha CCM. Hivyo Ruto hawezi kuiga moja kwa moja, bali anaweza kuazima vipengee vya utulivu wa kiutawala. Ni muhimu kurekebisha dhana kidogo kwamba Tanzania haikupitia ugonjwa wa wazi kama Kenya kwenye chaguzi zake, lakini ilikumbwa na lawama za ukosefu wa wazi na uhuru wa kisiasa. Labda Karemera, unaweza kuzungumzia swala hili ambalo linakaribiana sana na nchi ya Uganda, lakini pia linagusa Rwanda kidogo. Rais Museveni, Rais Kagame na vilevile uhusiano wao na Tanzania wana undugu kwa kiasi fulani. Je, kizazi cha sasa cha wa Rwanda ambao ni Gen Z sana sana na wale ambao wanajulikana kama millennials kinaona umuhimu wa undugu huu katika fursa za ajira na biashara? Nadhani swala la vijana katika nchi zetu za Afrika Mashariki linatofautiana kabisa. Ni kwa namna gani vijana wanalichukulia na kwa namna gani vijana wana react ama labda hawafurahishwi na kufurahia katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano ukiangalia
mustakabali wa vijana wa Rwanda ni tofauti kabisa na mustakabali wa vijana wa Uganda, ni tofauti pamoja na mustakabali wa vijana wa Kenya, lakini vile vile na Tanzania. Kwa mfano ukiangalia Rwanda kama ulivyouliza, uhusiano wa vijana wa Rwanda pamoja na kule Uganda ni kwamba huku serikali ni kama ilishalitambua kwamba vijana ni sehemu kubwa, kwa sababu zaidi ya 70 ya wananchi wa Rwanda ni vijana, na serikali imejizatiti kabisa kutokana na tathmini ambayo nimekuwa nikiifanya, kwa sababu vijana wengi wamewekewa miradi mikubwa ya kibiashara, miradi mikubwa ya kuanzisha bidhaa ndogo ndogo na kadhalika, lakini pia vijana unawakuta katika ngazi mbalimbali. Kwa mfano usishangae unamkuta kijana mdogo kabisa miaka 28, 30 anakuwa ni mkurugenzi wa taasisi kubwa kabisa, yeye ni kijana kabisa, na katika hali hiyo anawaajiri pia vijana. Kwa hivyo kuna hali fulani ukiangalia chini kwa chini, kuna hali fulani kwamba vijana wa Rwanda wanawezeshwa. Of course sio vijana wote kwa sababu vijana ni wengi, lakini kuna hali fulani ya uwakilishi. Kwa hivyo ni swala ambalo niweze kusema tu kwamba na sina maana kwamba vijana wa Rwanda wako mbele zaidi kuliko vijana wa East Africa, lakini nataka nieleze kwamba kuna hali fulani ya namna serikali inakuwa karibu na vijana na inawekea sera ambazo ni sera rafiki katika muundo mzima wa kutafuta ajira na kadhalika. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kumbuka pia kujiunga nasi au kusubscribe na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. George Njogopa, je, Tanzania inajipanga vipi kurejesha nafasi yake kama kaka mkubwa, yani big brother wa amani na usuluhishi katika migogoro ya nchi, kwa mfano kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi kama Sudan na Sudan Kusini, inayowagusa majirani hawa baada ya vurugu na maafa ya wakati wa uchaguzi? Na asante Anne, nimekupata uzuri, na kweli najipanga vizuri ukitizama na ukifuatilizia hali ya mambo ilivyo, kwa sababu tayari ishaanza kujenga mahusiano mazuri ambayo hayakuporomoka, lakini nchi jirani zilikuwa na wasiwasi kutokana na kile kilichotokeza Oktoba 29. Kuanza kujitokeza kuwasili kwa viongozi wa kikanda ni moja ya jitihada zinazoonyesha kabisa Tanzania inachukua mkondo wake ule wa siku zote wa kuwa mwenyeji wa mikutano ya kimataifa na msuluhishi wa mizozo inayoendelea. Jambo kubwa ambalo linasalia sasa ni namna ambavyo itaweza kuisogelea dunia ya kimataifa, mataifa ya magharibi ambayo bado yanajaribu kutia pini kuhusu kutambua mwenendo halisi wa Tanzania. Na hivi karibuni Rais Samia Suluhu Hassan ameteua baadhi wa ndani ambao wanajaribu kushajihisha utendaji wa serikali yake na diplomasia ya kimataifa. Inaaminika pengine katika siku za usoni hali ya mambo itakuwa shwari kama ilivyozoeleka, na ripoti hii ya Jaji Chande bado inataharuki, lakini watu bado wanajadili, na hivyo serikali inajaribu kuisukuma mbele ili ieleweke. Asanteni wenzangu tuliochangia mjadala wa leo. Kutoka Tanzania alikuwa ni George Njogopa. Kenya tulikuwa na Shisia Wasilwa. Kule Kigali tulikuwa na Silvanus Karemera ambaye pia aliwakilisha mawazo kutoka kule Kampala, Uganda. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Radio Mani Maniu City, ambayo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi karibuni tutakuwa Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Na washukuru wote ambao mmefuatilia na pia kuchangia kwenye matangazo ya mjadala wa leo. Bila shaka ni jukwaa la waandishi wa habari ambalo hukujia kila Ijumaa tukijadili masuala mbalimbali kuhusiana na bara letu Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tumefika tamati ya matangazo ya leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa na jioni njema.